Mwanajeshi wa Israeli ahukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kuifanyia Irani upelelezi. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama, askari huyo ambaye jina lake alikutolewa hadharani alituma video zinazoonyesha makombora. Mamlaka za mahakama nchini Israeli zilikuwa zimeomba adhabu kali zaidi kwa askari huyo, lakini mahakama hiyo ilitoa hukumu hafifu zaidi, ikizingatia kuwa alisisitiza kuwa hiari ya uhusiano wake na wakala wa Iran, kisha akatoa taarifa kwa makamanda wake na kukiri kosa la upelelezi. Mbali na kifungo cha miaka 5 jela, askari huyo pia alihukumiwa kulipa faini na kushushwa cheo hadi kuwa askari wa kawaida. Kesi hii inaangazia wasiwasi unaoongezeka ndani ya idara ya usalama nchini Israeli kuhusu mbinu mpya zinazotumiwa na maadui, hasa kupitia mitandao ya kijamii na mifumo ya kidigitali, kuwasajili na kuwatumia wanajeshi wa ngazi za chini. Maafisa wa ujasusi wameonya kuwa idara za ujasusi za kigeni zimekuwa zikitumia mbinu za kisiasa za kurubuni askari vijana kwa kuwahonga fedha, jambo linalolazimu jeshi hilo kuimarisha mafunzo ya usalama wa habari na kufanya ufuatiliaji mkali wa mawasiliano ya ndani ya wanajeshi wake. Wachambuzi wa masuala ya kisheria na kijeshi wamebainisha kuwa ingawa hukumu hiyo imeonekana kuwa ni nafuu ikilinganishwa na uzito wa kosa lenyewe wakati wa vita, uamuzi wa mahakama umebeba ujumbe wa kimkakati. Kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi kati ya Israeli pamoja na Marekani, na tunapata taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi, niko na mwenzangu Hamadi Rashidi. Hamadi Rashidi, una mtazamo hupi au una lipi la kuongezea kuhusiana na kile ambacho tunazidi kukipata au tunazidi kuhabarishwa nacho kutokea kule Mashariki ya Kati kwa mizozo ambayo inaendelea sasa hivi kati ya Marekani pamoja na... Hii ni taarifa ambayo inaweza ikaleta mshtuo kidogo kwa wila wangu kulingana na kufuatilia haya masuala ya Mashariki ya Kati, hasa huu mgogoro. Ni taarifa ambayo imeripotiwa na chombo cha habari cha Magharibi ambacho tunafahamu mrengo wake umekuwa ni wa kuangalia zaidi upande wa Israeli na hata Marekani. Mara chache sana kuona wanaandika habari ambayo iko balanced, hasa kuhusiana na huo mzozo wa Iran na Marekani, kwa sababu ukiangalia taarifa inasema kwamba huyu mwanajeshi ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela ni mwanajeshi wa Israeli ambaye alikuwa anafanya upelelezi. Alikuwa ni spy, mwanachama huyu wa Mossad kule nchini Irani. Sasa kama Irani, kama Israeli walimtuma kwenda kufanya ujasusi nchini Irani, halafu leo anarejea kwao kwenda kutoa hizo ripoti na amekuwa ni mwandamizi wa muda sasa, alafu anarudi tena wanamhukumu, wanampeleka jela. Kwangu mimi naona kama ni habari ambayo pengine inataka kupoteza maboya vijana wanasema, hasa wanaofuatilia masuala haya ya Iran na Marekani, waone kama kwamba Israel inaonekana labda kuna namna hivi ana balance au anaumizwa na kile ambacho kinaendelea Irani, kwamba huyo ni askari. Haingia akilini kwamba kama ni askari alifikaje kule, alikuwa anafanya hiyo kazi kabla ya kurudi Israel, alikuwa anafanya kazi na ripoti wapi, na hizo ripoti ambazo alikuwa anazikusanya huko, alikuwa na ripoti walikuwa wanazifanyia kazi au hawazifanyii kazi. Leo wamemhukumu, lakini taarifa ambayo haiwezi kuwashtua watu wa Iran, kwa sababu Iran wenyewe ni mapro vile vile, yani ni watu ambao wako next level, wako ulimwengu mwingine wa kucheza na hivi vita vya kidiplomasia ama vya kisiasa. Ni swala ambalo haiwezi kuwashtua, ni wanaona kama vile ni Israeli na Marekani wanajitekenya wenyewe, alafu kisha wanacheka vile vile. Okay, sawa. Mimi ni kushukuru sana. Sasa na wewe kama una la kuongezea au una maoni yoyote, usisahau kucomment hapo na kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale ambapo tunakuwa tumekusogezea.